Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, leo ikiwa ni Juni 11 mwaka 2025. Tuombe. Lihimidiwe jina lako Baba yetu na Mungu wetu ketie mahali pasiri juu mbinguni. Tunakushukuru kwa sababu ya upendo na rehema zako za pekee katika asubuhi ya leo. Watoto wako wa kiume na wa kike tunakuja miguuni pako, tuwa dhambi tusiyostahili. Nasi tunakuja kwako tukiomba ukatusamehe uovu wetu, ukatusafishe na kututakasa, na zaidi sana ukatuandae kwa ajili ya ufalme wako. Tunakuomba ukatende katika haja zetu mbalimbali. Kila mmoja anapoomba ukamsikie na ukajibu sawa na mapenzi yako. Na tunapojifunza somo hili asubuhi ya leo pamoja nasi katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo inasema kujifunza kutoka kwa mwalimu wa mbinguni. Imejengeka katika kitabu cha Malaki sura ile ya 3 aya 3. Neno la Mungu linasema, naye ataketi kama asafishaye fedha na kuitakasa, naye atawatakasa wana wa Lawi, atawasafisha kama dhahabu na fedha, nao watamtolea Bwana dhabihu katika haki. Ufuatao ni mchakato wa utakaso na wa usafishaji upaswao kutekelezwa na Bwana wa majeshi. Kazi inazijaribu sana roho, lakini ni kupitia mchakato huu tu ambapo takataka na uchafu unaochafua unaweza kuondolewa. Majaribu yetu yote ni muhimu ili kutuleta karibu na Baba yetu wa mbinguni katika utii kwa mapenzi yake, ili tumtolee Bwana sadaka katika haki. Mungu amempa kila mmoja wetu uwezo, talanta za kuboresha. Tunahitaji uzoefu mpya na hai katika maisha matakatifu ili tuweze kuyafanya mapenzi ya Mungu. Hakuna kiasi cha uzoefu wa zamani kitakachotosha kwa ajili ya wakati uliopo au kututia nguvu kushinda magumu katika njia yetu. Ni lazima tupate neema mpya na nguvu mpya kila siku ili kuwa washindi. Katika nyanja zote ni nadra sana sisi kubaki katika hali moja mara mbili. Kila mmoja ana uzoefu wake mwenyewe wa pekee katika tabia na hali yake ili kukamilisha kazi fulani. Mungu anayo kazi na kusudi katika maisha na kila mmoja na kwetu sote. Kila tendo hata liwe dogo lina mahali pake katika uzoefu wa maisha yetu. Lazima tuwe na nuru na uzoefu endelevu unaotoka kwa Mungu. Wote tunavihitaji, na Mungu yu zaidi ya tayari kwamba tuweze kuwa navyo ikiwa tutavichukua. Bado hajafunga madirisha ya mbinguni kwa maombi yetu, lakini kuna wale ambao wamejisikia kutosheka na kuendelea bila msaada wa Mungu wanaohitaji sana. Tunahitaji kujifunza kutoka kwa mwalimu wa mbinguni kwa sasa, kama ambavyo imekuwa wakati mwingine wowote maishani mwetu. Na kadiri tunavyopata uzoefu zaidi, kadiri tunavyosogea kuelekea nuru safi ya mbinguni, ndivyo tutakavyotambua zaidi ndani yetu kwamba tunahitaji kufanya matengenezo. Wote tunaweza kufanya kazi nzuri katika kuwabariki wengine ikiwa tutaomba ushauri wa Mungu na kufuata katika utii na imani. Njia ya mwenye haki ni endelevu, kutoka nguvu hata nguvu, neema hata neema, na kutoka utukufu hata utukufu. Nuru ya Mungu itaongezeka zaidi na zaidi kulingana na kusonga kwetu mbele na kutufanya tustahili kukabili majukumu na dharura zilizo mbele yetu. Utauwa wa kweli unaenea na unaojieleza. Mtunga Zaburi anasema, sikusitiri haki yako moyoni mwangu, nimetangaza uaminifu wako na wokovu wako. Sikuficha fadhili zako wala kweli yako katika kusanyiko kubwa. Zaburi ya 40 aya ya 10. Popote palipo na upendo wa Mungu, wakati wote kunakuwa na shauku ya kuonesha. Ni vigumu kwetu kujisalimisha kwenye usulubishaji wa nafsi. Tunaweza tukawa tumeongoka na kubadilishwa kweli kweli na kuwa watoto wa Mungu kabisa, tukifurahia si ujuzi wa mapenzi yake tu, bali tukiwaongoza wengine kwa mfano wetu.
katika njia ile ile ya utii na kujisalimisha kwa unyenyekevu. The Review and Herald, Juni 22 mwaka 1886. Hii ni Juni 11 mwaka wa 2025, tukijifunza mada isemayo kujifunza kutoka kwa mwalimu wa mbinguni. Na kwa nukta hiyo ndio tunafikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Mwenyezi Mungu atubariki sote, neema yake iwe nasi sasa na hata milele. Amina.